Habari gani Mwanakyeo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Dwakyo TV. Askofu wa kanisa la Ufufuo na Uzima si mwingine ni Askofu Mwanamapinduzi. Askofu Mwanamapinduzi kupitia jukwaa la mtandao wa Twitter na mitandao mingine ya kijamii anatoa tafakari ya kile ambacho kinaendelea katika siku ya Pasaka na mambo ambayo yanaendelea kwa sasa. Anasema tutafakari kwa pamoja uhusiano wa Pasaka na kinachoendelea nchini mwetu Tanzania. Ameandika maneno hayo Askofu Mwanamapinduzi. Naanza kunukuu chapisho la Askofu Mwanamapinduzi katika mtandao wa Twitter. Nukuu: waraka wa Pasaka kwa taifa kutoka kwa Askofu Mwanamapinduzi. Ndugu wa Tanzania, Pasaka si hadithi ya kile, ni moto Pasaka si hadithi ya kale, ni moto wa ujasiri unaowaka hadi leo. Ni ukumbusho kwamba kuna wakati wa kunyamaza na kuna wakati wa kusema imetosha. Huu ndio wakati huo. Kwa muda mrefu tumefundishwa kuvumilia, tumeelezwa kusubiri, tumehimizwa amani hata pale haki inapopokwa mchana kweupe. Lakini Pasaka inatufundisha kitu tofauti, kwamba ukimya mbele ya dhuluma si hekima, bali ni ushiriki wa kuminya haki. Tanzania yetu iko katika njia panda sasa. Tumeona vipindi vya kubanwa kwa uhuru wa mkusanyiko. Tumeona mijadala ya kitaifa ikififishwa kwa hofu. Tumeona vyombo vya habari vikitetemeshwa hadi kupoteza sauti yake kamili. Tumeona wananchi wakijiuliza maswali mengi kuliko walivyopata majibu, hasa kuhusu rasilimali zao na mustakabali wao na haki yao ya kushiriki kamilifu katika ujenzi wa taifa lao. Hayo yote si ajali, ni dalili za taifa linalohitaji kuamka na kuchukua hatua mapema. Yesu Kristo hakusulubiwa kwa sababu ya makosa. Alisulubiwa kwa sababu ya kusema ukweli usiopendwa na watawala. Alikataa kupamba uongo, alikataa kuogopa mamlaka, alisimama kwa kusimama kwake. Alibadili historia duniani. Hadi leo tunasherehekea Pasaka. Sasa swali ni je, sisi tutasimama kwa ajili ya haki na ukweli na kupigania uhuru? Tutapaza sauti bila kupepesa macho. Hatutakubali taifa liishi kwenye hofu. Hatutakubali ukweli ubanwe kwa sheria au vitisho. Hatutakubali uwajibikaji ugeuzwe maigizo. Hatutakubali haki iwe kama kupewa zawadi badala ya msingi. Hatutakubali uhuru wetu kunyimwa na kupunguzwa kimya kimya. Haya si maneno ya jazba, bali unapaswa kuwa msimamo wa taifa, na msimamo huu unaambatana na hatua. Tunadai mazingira huru ya kisiasa na jamii ambako kila Mtanzania anaweza kusema bila kuhesabu gharama ya ujasiri wake. Moja, tunadai vyombo vya habari vilivyoyumba vinavyouliza maswali magumu na kupata majibu ya kweli. Mbili, tunadai uwazi usiwe na pazia katika rasilimali na matumizi ya taifa. Hakuna kinachopaswa kufichwa kwa mwenye nchi, yaani wananchi. Tatu, tunadai wajibikaji unaonekana, si hotuba bali hatua, si ahadi bali matokeo. Namba 4, tunadai heshima kwa utu kwa kila Mtanzania bila kujali nafasi yake, mawazo yake au sauti yake. Ndugu wa Tanzania, mapinduzi si vurugu. Mapinduzi si msimamo wa ndani unaokataa kuendelea kuishi kwa uongo. Ni uamuzi wa pamoja wa kusema hapa ndio mstari ulipoishia. Na ni zaidi ya yote, mapinduzi ni safari ya kudai na kulinda uhuru wa maamuzi, mawazo, uhuru wa kusema, uhuru wa kuishi kwa heshima. Pasaka hii isiishie kanisani, aingie mtaani, aingie kwenye mioyo, aingie kwenye maamuzi yetu ya kila siku.
Kila mmoja awe na mwanga mahali alipo, kila mmoja awe na sauti pale anapohitajika ukweli, unapohitajika ukweli. Hatuombi ruhusa ya kusema ukweli, hatuombi kibali cha kudai haki, hatuombi ridhaa ya kuwajibisha uongozi, hatuombi uhuru, bali tunautambua, tunaulinda na kutetea. Hizi si fadhila bali ni haki, na haki haitolewi bali huchukuliwa kwa ujasiri, kwa umoja na kwa msimamo. Mwanamapinduzi haogopi kivuli cha mamlaka. Mwanamapinduzi hanyamazi ukweli. Mwanamapinduzi hutetea uhuru wa kweli. Mwanamapinduzi husimama hata peke yake, kwa sababu anajua kesho ya taifa haijengwi na waoga. Wito wa Tanzania: simama Mtanzania, simama kwa haki, simama kwa ukweli, simama kwa uhuru. Kataa hofu, kataa uamuzi, kataa dhuluma. Ungana na wengine kwa sauti moja, kwa moyo mmoja, kwa lengo moja, hujenga taifa lenye haki, uwajibikaji na uhuru wa kweli. Pasaka hii iwe alama ya kizazi kinachokataa kurithi hofu na kinachoamua kurithi ujasiri. Imetosha sasa, ni wakati wa kusimama sasa, ni wakati wa uhuru. Mungu aibariki Tanzania, Mungu abariki watu wake. Imetolewa na Askofu Mwanamapinduzi. Una maoni gani kwa hichi ambacho Askofu Mwanamapinduzi amekiandika katika mtandao wa Twitter? Tafadhali shusha maoni yako katika sehemu ya comment section. Ukipita hapa katika eneo la kuandika maoni yamekuwa ni mengi. Wa kwanza anaitwa Mahera, anasema nimekuelewa vizuri sana Bishop. Wasiokuelewa haitupi shida, kwa kuwa tunajua nia zao. Lakini Peter Marwa anasema Peter Marwa amerudia tena jina lake. Lakini Mwalimu Kibelenje anasema tunashukuru sana. Lakini Otumbao anasema ikawe heri pamoja baba askofu. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo wametoa katika chapisho la Askofu Mwanamapinduzi. Askofu Mwanamapinduzi ametoa tafakari ya mwezi huu wa 4, mwezi wa Pasaka. Anasema tutafakari pamoja uhusiano wa Pasaka na kile kinachoendelea nchini mwetu. Ametoa waraka mrefu kweli kweli kuhusu masuala ya haki, lakini pia kuhusu masuala ya uhuru. Una maoni gani kama Mwanakyeo TV? Tafadhali subscribe na turn on notification, lakini pia shusha maoni yako katika sehemu ya comment section, ukituambia nini mtazamo wako kuhusu hichi ambacho ameandika Askofu Mwanamapinduzi katika mtandao wa Twitter. Tutana wakati ujao katika masuala ya kisiasa. Bye bye.